Oh. Tazama macho haya. Yanakuangalia kokote utakakoenda. Take care. Swali linafanana kama na swali la 12. Umefikia hapa. Hamna swali linafanana kama nani? Ndio. Na 12 kwa. Na 12 pia. Wewe umefuata nini hapo? Naona niuliza mimi nafanya nini? Kwa nini nimekuja kusoma? Mimi nimekufuata wewe hapo. Usinipangilie ndomboro kama hizo. Amna, lakini hapa ni shule. Huwezi tu kuingia kama unavyotaka. Na mlinzi amekuruhusuje? Mimi si babako. Walinzi wananizuia vipi mzazi kuja shule kwa mwanangu? Basi sawa, sisi tupo tunaendelea na discussion. Mpo na discussion? Ndio. Baridi. Endelea na discussion. Endelea na discussion. Yaani ukiwa unasoma vizuri, mtihani ukija unaweza kupata jibu sahihi. Umeelewa hapo? Ndio hiyo inakuwa. Naombeni mtupishe. Simwambie mpishe au? Alafu sikiliza nikwambie. Usinipangilie ndomboro kama hizo mimi. Mimi natumia pesa zangu ndio kukusomesha. Maliza mitihani yako tuondoke. Hivi nyie mmeelewa kilichoendelea jana pale discussion? Au nyie hamjaelewa kilichoendelea? Hivi mzazi gani anaweza akawa vile? Kwanza mzazi ana micheni shingoni kama ng'ombe. Hapana, sio kwa yule mzazi jamani. Mzazi vile yani mzazi ni mbabe kiasi cha kwamba mpaka nimeogopa. Alafu binti mwenyewe sasa ni mdogo. Na sasa sijui kama hatamfundisha kuvuta bangi. Nyie hakuna ambacho mnachokijua. Mie muone yule mwenye michoni cheni yake sio mzazi wake. Yule ni mpenzi wake. Yaani hapa shuleni hakuna ambacho sikijui. Kila kitu nakijua mwanzo mwisho. Ukitaka taarifa za walimu ninazo, taarifa zote za wanafunzi ninazo. Sasa yule ni mpenzi wake. Yaani nyie hivi mnajua mnanishangaza sana. Hamwezi labda mkaacha siku ipite bila kuongelea maisha ya watu. Yeye mwenye mzazi wake akasema yule ni mzazi wake. Nyie ni akina nani mpinge? Yule ni baba yake. Ndio maisha aliyoamua kuyaishi yale. Kwa nini nyie mkatae? Kila mtu ana lifestyle yake. Sio vizuri kufanya hivyo. Kumekucha. Anatapika. Nilijua. Sio bure.
Kamkubwa. Ulisema habari zote unazo. Vipi kuhusu hilo? Pia unayo habari yake? Yule sasa. Ye kivuruge. Mchana mwanafunzi, usiku mke wa mtu. Mambo mpenzi. Poa, vipi? Safi, uko poa? Kiasi, sio sana. Unaonekana umepoa sana. Shida nini? Kweli nimepoa. Na yote nafikiri umesababisha wewe. Jamani, nimefanya nini tena round hii? Unajua tulikubaliana jana usiku tuonane. Lakini ukutokea mwenzio nimekaa nimekusubiria kweli kweli. Samahani kwanza kwa hiyo. Lakini nilikuwa na kazi nyingi sana darasani. Kwa hiyo nilikosa muda. Alafu hata hivyo kichwa kilikuwa kinanisumbua kidogo. Samahani. Hivi unajielewa kweli unachokizungumza? Kwa sababu mimi ni mpenzi wako. Haiwezekani tumepanga miadi tuonane, alafu baadaye unakuja kuniletea sababu kama hiyo. I'm sorry. Lakini wewe usijali. Achi. Nimekuita hapa. Sawa. Muda mfupi uliopita nimekuona umeenda kutapika. Sasa mimi ni mwanamke mwenzako. Na ndio maana nimekuita pembeni tuongee mimi na wewe watu wawili. Una shida gani? Madam, mimi mbona niko sawa tu. Ile ni hela kawaida. Alafu kuna kitu nilikula asubuhi. Ndio kimenifanya nimekuwa vile. Ila mimi niko sawa. Una uhakika unachokiongea? Sasa mara ya mwisho kuona periodi zako ni lini? Madam, hapa kwenye nilipo niko period. Sasa sijajua mashaka yako ni nini. Mimi nimekwambia ilikuwa tu ni hali ya kawaida. Nilijisikia chef asubuhi nilikula kitu kibaya. Au nikakuonyesha kama niko period. Haina haja. Kwa vile umeniambia uko period na uko sawa, mimi sina tatizo. Nilitaka tu kujua una shida gani. Ila kama uko sawa, hamna shida. Nenda darasani kaendelee na masomo. Unajua nini? Hapa shuleni sipelewelewi. Mwalimu mkuu anatuletea mpishi ambaye anatuwekea mafuta ya taa kwenye chakula. Au wewe chakula cha juzi umekisikiaje? Hebu kwanza wewe achana na hayo mambo ya mpishi, mambo ya nini. Hivi ni shule sasa hivi unaielewa kweli? Huelewi au humuelewi? Mwanzoni mimi nilikwambia mimi ni radio call kwa hii shule.
Jana usiku nimemuona Achimobi mchana anakuwa mwanafunzi, usiku anakuwa mke wa mtu. Ila wewe naye ni mbea wewe. Kwa hiyo uko unafanya nini uko mpaka ukawaona? Unakumbuka hiyo kauli? Naikumbuka sana. Kila kitu kipo kiganjani. Kubwa zaidi sasa ambalo litakushangaza. Ina ubuya wa mwalimu mkuu. Wewe mpaka mwalimu mkuu? Achi. Ni nini unaficha huko nyuma? Hamna kitu. Hivi unaniona mimi sina akili, si ndio? Hivi unakumbuka mara ya mwisho juzi nilikukuta unatapika? Na nikakuita, nikakuuliza, Achi una shida gani? Ni kwa nini unatapika? Ulichonijibu ukaniambia madam mimi niko sawa. Si ndio? Nikakuuliza mara ya mwisho kuona period yako lini? Ulinijibu pale ulipokuwepo ulikuwa bado uko period, si ndio? Sasa hivi nakukuta chini ya miembe unakula maembe. Hivi unajua mimi sio mtoto mwenzio? Alafu mimi ni mwalimu wako. Nacheza na akili zenu nyie kila kukicha. Umenielewa? Na wajua vizuri sana. Hivyo basi, usitaki kunifanya mimi mtoto. Unanisikia? Madam, mimi hapa nimeona nisijumuike na wenzangu kwa sababu mapumziko ya leo nimejisikia tu nikae mwenyewe. Kwani kuna shida gani kula embe? Oho, uko sawa? Na wala ukuhitaji kukaa na wenzako, si ndio? Sasa basi, nataka kukuambia kitu kimoja. Kabla hatujaingia kwenye mitihani, nahitaji kukufanyia check up ya mwili wako na kujua una shida gani. Hivyo basi, nakupa lisaa hili limoja tukutane maabara. Nadhani umenielewa. Madam, nimekwambia sio mgonjwa wote na haina haja kwenda maabara. Sihitaji maelezo Achi. Sihitaji maelezo, nishakusikiliza sana. Nahitaji nikukute maabara ndani ya lisaa limoja. Umenielewa?